Sasa utatakiwa kuwa na mafuta ya mise au mafuta ya mbosa. Haya mafuta yanafahamika kwa jina maarufu sana mbosa, kwa sababu zile kokwa za mchikichi zinaitwa mbosa, zinabanguliwa, zinatoa mafuta meupe ambayo yanaitwa mafuta ya mbosa, japo watu wengine huita mafuta ya mise. Karibu sana msikilizaji kwenye ujasiriamali. Siku ya leo tunaenda kuangalia ukataji wa sabuni za miche kwa kutumia mashine ambayo inaweza kukurahisishia kazi. Watu wengi wanatamani kuwa na zile mashine za umeme ambazo zinarahisisha zaidi kazi. Ni sawa, lakini ninafahamu kwamba kuna wajasiriamali ambao tuna mitaji midogo zaidi, ambao unaweza nikasema mashine kama hii kwa kuanzia inaweza katufaa wakati tunajitafuta, ili kuweza kuafford mashine nyingine kubwa zaidi ambazo zinatumia umeme na ambayo inarahisisha zaidi kazi. Msikilizaji, ukitaka kutengeneza sabuni kama hii, utatumia mafuta ya mise, utatumia caustic soda ambayo utaidiluti kwa kutumia maji kwa vipimo. Kwa masaa 24 utaipima kwa hydrometer, utaangalia kile kiwango ambacho kinatakiwa katika hydrometer. Baada ya hapo utaandaa sodium silicate, utaandaa rangi, lakini vile vile pia unaweza kaandaa perfume. Mbali na hizi ingredients ambazo nimekutajia, utatakiwa kuwa na vifaa vifuatavyo. Lazima uwe na jaba au container kubwa la kukorogea kulingana na ukubwa au udogo wa mkorogo wako. Kama unakoroga lita 10, basi chombo cha kukorogea kisiwe lita 10, kiwe zaidi ya lita 10, angalau lita 20, ili kuepusha zile athari ambazo zinaweza kujitokeza wakati unakoroga. Baada ya hapo lazima uwe na hydrometer, lazima uwe na gloves, lazima uwe na maski, lazima pia ikiwezekana uwe na miwani, kwa sababu tunapotengeneza sabuni tunatumia kemikali. Lakini sabuni inapokamilika pale sio kemikali tena. Kwa hiyo ninakushauri andaa hivyo vitu. Andaa pia mwiko kwa ajili ya kufanya mkorogo wako. Andaa soap mold, yani box ambalo litakuwa na uwezo wa kubeba mkorogo wako, si kubeba tu, pamoja na kuhifadhia wakati ule mkorogo wako haujakomaa bado au haujaganda. Kwa hiyo baada hapo msikilizaji, utafuata vipimo. Lakini uzuri moja, tumekuandalia hicho kitabu cha Ujasiriamali ni Ajira. Ni kitabu ambacho kina uwezo wa kukusaidia wewe kama mjasiriamali ambao unapenda kupiga hatua kufika ng'ambo ya mafanikio yako. Ndani ya kitabu tumekuandikia utengenezaji wa sabuni za magadi, utengenezaji wa sabuni za miche, utengenezaji wa sabuni za vipande, utengenezaji wa sabuni tiba za kuogea. Sasa baada ya hayo unaweza kupata pia darasa kupitia WhatsApp. Namba zetu za WhatsApp hizo hapo tumekuandikia. Kwa hiyo kama unahitaji huduma yoyote au unahitaji ushauri ambao unaendana na hiki ambacho tunakielekeza siku zote, unaweza ukatuandikia hapo kwenye WhatsApp kwamba nilikuwa nahitaji 1 2 3, ukapata ushauri au ukapata nakala ya kitabu, aidha ukapata darasa pia la online la kukuelekeza hatua kwa hatua namna ambavyo unaweza kupiga hatua katika kile ambacho unakipambania. Kwa msikilizaji, ukishakuwa na hivyo vifaa ni rahisi sana. Unaweza ukaanza uzalishaji wa bidhaa zako. Lakini muhimu sana, nimekuwa nikiwashauri wajasiriamali wengi, kabla haujaanza kununua chochote, na kama unahisi kwamba kuna kitu kizuri ambacho unakipenda ambacho ni ujasiriamali, basi unaweza kwanza ukajifunza ili upate utaratibu mzuri kutoka kwa mwalimu. Na katika vile ambavyo unaenda kununua, hakikisha kwamba unaenda kununua kulingana na miongozo ambayo atakupatia mwalimu. Kwa nini? Kwa sababu unakuta yeye ameshapiga hatua fulani, kwa kile ambacho utataka kukifanya huenda yeye alishakipitia miaka kadhaa nyuma, kwa experience katika hicho. Kwa hiyo nakualika sana msikilizaji, karibu na asante kwa kuweza kuwasha video.